Kwa majina ya Tausi Ramadhani, ni mwenyeji wa mtaa wa Kilimahewa. Nimepatwa na majanga haya ya maafa ya moto wa nyumba hapa, ni mmoja wa familia hii. Chanzo cha kuangukiwa nyumba ni maji yanayotoka kwenye mtaro ambao ulitengenezwa barabarani ukapelekwa sehemu ambayo haina mwelekeo, yani haukutengenezwa moja kwa moja sehemu ya kupelekea maji, na ndio ikapelekea mpaka nyumba imekutiwa na maji na kusababisha nyumba kubomoka. Na sasa hivi ninapoongea mama mwenye nyumba hayupo, amepelekwa hospitali. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali tusaidie kutujengea mtaro ambao unaweza kupitisha maji moja kwa moja na usije ukakivua wananchi. Kwa majina naitwa Frankie Linus Nkalasa. Mimi ni mkazi wa kata Ilembo, mtaa wa Kasimba, eneo la Kajiweni. Kwa kweli kama jinsi mnavyoshuhudia, changamoto tulionayo ni ngumu, hasa ya maji. Maji haya yanatokana na mtaro ambao wa TANROADS amewekeza kwenye mtaa wetu huu, hasa kwenye eneo letu la makazi, na changamoto hii imekuwa ni jambo endelevu sana. Tumejaribu kuomba mara kadhaa tukiomba angalau kuja kujengewa mtaro huu, kwa maana ya kupata sehemu ya kwamba maji yaweze yapate kwa na mwelekeo mmoja, lakini jambo hilo tumejitahidi sana kwa namna yoyote ile, imeshindikana. Tulijaribu hata kuomba kwa diwani wa utawala uliopita, lakini juhudi zote hizo hazikuzaa matunda. Na pamoja na hayo yote tumeendelea kuomba mara kwa mara, tukienda kumsihi mwenyekiti wetu pia, na mwenyekiti wetu ameonyesha jitihada kubwa, ameweza kuandika barua, lakini mpaka sasa hatujajibiwa maombi yoyote. Na mpaka sasa unavyoshuhudia tayari imeleta maafa makubwa. Maji yamekwenda kuvunja nyumba nyingi za watu, na mpaka sasa hivi tunavyozungumza kuna watu wa hospitali hali zao sio nzuri, mali nyingi zimeharibika, vitu vingi vimesombwa na maji, na chanzo kikubwa ni mtaro ambao umeelekezwa kwenye maeneo yetu ya makazi kutoka daraja la TANROADS hapa. Kwa jina mimi naitwa Adamu Isa Ramadhani, mhanga wa mtaro wa maji ambao unatokana na TANROADS. Hii taarifa imeshafika kwa TANROADS, lakini TANROADS hawataki kutekeleza majukumu yao. Maji haya yametuathiri, tena yametuathiri kiasi kikubwa sana, ambapo ni vitu ambavyo vina uwezo kutekelezeka kama wangekuwa na ushirikiano wa sisi raia. Wangekuwa na ushirikiano na sisi raia, basi hili swala lingekuwa limeshaisha, sababu maji ya TANROADS ndio yana madhara. Ina maana wangeelekezea sehemu husika, yasije huku kwenye makazi ya watu, haya yote yasingekuwepo. Angalia, vitu vyangu vingi vimeharibika kwa sababu ya maji. Ina maana haya maji ndio hasa chanzo kikubwa cha haya madhara. Kama yasingekuwepo haya, ina maana yasingekuwepo maji, ina maana haya yasingekuwepo, wala hakuna ambaye angeharibikiwa. Nyumba imeanguka ndani, ndio hivi kama hivi, hapaeleweki. Unaona? Kwa hiyo mimi kwa nawaomba serikali waweze kuwahimiza TANROADS ili waweze kuja kutekeleza majukumu yao kama jinsi ambavyo raia tunavyohangaika. Yale maji wayapeleke sehemu husika, yasije kwenye makazi ya watu. Kwa majina anaitwa Bernard Swima, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kasimba. Tupo hapa eneo la tukio, ambapo tukio hili limetokea leo la kushtua mioyo ya watu. Ni kwamba nyumba za watu zimekwenda na maji leo maeneo haya, lakini chanzo kikubwa cha hizi nyumba kuwepo na maji ni mtaro unaopita chini ya barabara ya kwenda Tabora hapa Kilimahewa, ambapo TANROADS waelekeza mtaro kuelekea kwenye makazi ya watu, jambo ambalo watu wana miaka mingi wanakaa hapa, lakini tukio namna hii halijawahi kutokea. Lakini baada tu ya mtaro kuelekezewa huku, tayari ule mtaro, mvua zikinyesha, mtaro ukaanza kutafuta mwa kupita kwenye makazi ya watu na viwanja vya watu. Jambo hili mimi kwa kweli nilipishwa na wananchi wangu, na nikaangalia kweli, nikaona ni hali ya hatari. Nimekwenda TANROADS mara mbili kwa ajili ya kuwapa taarifa, lakini kwa bahati mbaya TANROADS hawakuweza kurespond kwa wakati. Badala yake wakaniambia ili wafanyie kazi niwaandikie barua. Nikaandika barua ya kwanza, imekaa mwezi mzima hawakujibu chochote. Nikaandika barua ya pili, ndipo engineer kwa maana ya manager wa TANROADS akaniagizia wataalamu wengine wakaja eneo la tukio. Nikatembea nao, nikawaelekeza changamoto ilivyo, na wao wakaniambia
hawawezi kurekebisha mtaro mpaka kwenye makazi ya watu, kwa kuwa wao barabara yao TANROADS ina mipaka yake. Kwa hiyo wakaahidi watatengeneza mtaro ule hadi kufikia kwenye beacon zao za barabara. Lakini mimi nikawaambia, hata kama utaratibu wenu huko hivyo, huko kwenye makazi ya watu na unaona kabisa changamoto ipo, kwa nini msifanye hata huruma? Kwa sababu sisi tunafahamu taasisi hiyo ina fedha. Bora ingetengeneza huo mtaro ili basi kuelekeza tu huo mtaro uende hadi kwenye mto. Akasema hilo jambo sisi hatuwezi. Lakini nikashauri nikasema basi kama ni hivyo, kwa sababu kabla ya barabara kuna mtaro ambao maji yalikuwa yanapita muda mrefu, ambao maji yale yalitafuta yenyewe huo mtaro. Kwa hiyo na wananchi waliheshimu ule mtaro, wakajenga pembezoni ambapo ni kama mita 100 hapo kutoka hapa. Wananchi walijenga pembeni, wakaacha ule mtaro wa maji. Kumbe tunaomba hii karavati hapa muizibe, mtengeneze mtaro unaokwenda kwenye karavati ile ili maji yaweze kupita kwenye mkondo wake. Wakaniambia hilo mwenyekiti, tutakufikiria. Kwa kweli nimeendelea kuwasumbua, nimeongea sana na Mr. kwa maana Martin Mwakabende, akasema atalifikiria, lakini mpaka leo hajafanya chochote. Leo hii matukio namna hii yametokea. Wananchi saizi wengine wako hospitali, wengine kwa pressure nyumba zao zimeanguka. Mwingine tofali limembona yuko hospitali. Kwa kweli hali ni hatari. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti na laani sana kitendo ambacho TANROADS umetufanyia. Na laani sana kwa sababu ingekuwa hatujafikisha taarifa, tungesema basi hivyo, lakini tumefikisha taarifa zaidi ya mara 4 kwa mdomo, kwa simu na kwa maandishi kabisa. Lakini hajafanya jambo lolote. Maana yake sasa wao wanasubiri maafa yatokee ili wao waje wasapoti wananchi wetu kwa unga, labda na mahali pa kulala kwa muda, lakini tumepata taarifa kabla mtu yote hajafa, kabla nyumba yote haijabomoka. Kwa hiyo tunalaani sana kitendo hiki na tunaiomba serikali kwa kweli iendelee kupambana kwa ajili ya hili jambo. Hili jambo likitokea mvua inanyesha hata usiku wa leo, kuna watu watakufa. Kabisa kuna watu watakufa. Kwa hiyo tunaomba serikali ilichukue jambo kwa uzito, waweze kutusaidia wananchi wa mtaa wa Kasimba. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.